Karibu sana katika YouTube channel. Jina langu ni Abid Juma kutoka Bombolulu Gospel Office. Neno ambalo naleta siku ya leo ni neno fupi tu ya kwamba wewe unatambuliwaje katika huduma, katika kazi unayoifanya, katika nafasi ulio nayo, unatambuliwa kama nani? Hapa ninapata mtu mmoja ambaye anatambuliwa katika kazi yake, na inatoka katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 69. Inasema hivi: na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kisha alikuwa ameketi nje behewani, kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya? Akakana mbele ya wote akasema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona akamwambia, watu waliokuwako huko, huyu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia, Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu, na mara akawika jogoo. Nataka nisungumuze kuhusu mambo ya kutambuliwa. Petro akiwa amekaa, watu walimtambua ya kwamba yeye ni mfuasi wa Yesu. Na wewe unapokaa pale katika nyumba yako, kwa ploti pale, kazini kwako pale, nyumbani kwako, kwenu pale, wanakujua kama nani? Tunaona Petro anasema ya kwamba usemi wake umeonyesha kuwa yeye ni mwanafunzi wa Yesu, na hata kutembea kwake kumeonyesha yeye ni mwanafunzi wa Yesu. Je, wewe unatambuliwa kama nani? Sasa hapa tunaona mfano Petro ametambuliwa ya kwamba yeye ni mwanafunzi wa Yesu kwa kuongea na hata kutembea. Ndio sasa nataka nikujulishe wewe ambaye unanisikiza sasa ya kwamba wewe kama umeokoka lazima utambuliwe, ujulikane wewe ni nani. Je, wewe ni mwanafunzi wa Yesu ama wewe si? Kuna wengi wamekaa katika mitaa, kuna wengi wamehamia mahali mbalimbali, hawajulikani wao ni kina nani. Wanatoka asubuhi wanarudi jioni, hawajulikani wao ni kina nani. Kwa hivyo nakusihi wewe unayenisikia sasa ya kwamba anza kuangalia watu wanakusema wewe ni nani. Kama kweli umeokoka utatambuliwa. Petro ametambuliwa kwa kutembea kwake, kwa kuongea kwake, kwa uhusiano wake na Yesu. Wakamjua ya kwamba anaongea kama Yesu, wakamjua ya kwamba anasema kama Yesu, wakamjua ya kwamba hata kutembea kwake anatembea kama Yesu. Ni vigumu sana kujua mtu anatembea kama nani. Maana angalia Yesu vile anatembea vipi? Wewe naye uanze kuiga leo, utembee kama Yesu. Kama ni kuomba, omba kama Yesu, maana alitufundisha katika maombi. Kama ni kusali, sali kama Yesu alipotufundisha. Kwa hivyo wewe unatambuliwa kama nani? Najua ya kwamba wengi wameanza kujiona
na kujulikana ya kwamba wao hawatembei kama Yesu. Wameanza kujiona ya kwamba wao hawavai kama Yesu. Nataka nikusii wewe unayenisikiza na unayeniona ya kwamba lazima ukae kama Yesu. Wakristo wa sasa lazima utembee kama Yesu. Na najua ya kwamba utakapojulikana katika kutembea kwako, katika kukaa kwako, watatambua ya kwamba huyu kweli ameokoka. Nataka ujulikane kama umeokoka. Vijana wengi wameingia mitaani wakapotea. Jumapili ni Bwana Yesu asifiwe, lakini anapotoka kanisani hayuko tena na mambo ya Bwana Yesu asifiwe. Maana matendo yake hayajulikani. Amejificha. Kwa hivyo wewe hautambuliwi. Natakana utambuliwe kwa matendo yako. Kwa kuongea kwako wajue ya kwamba unatokana na Yesu. Kwa ploti wewe wanakujua kama nani? Hawakujui. Jirani wanakutambua kama nani? Hawakujui. Wanaelewa tu ya kwamba wewe uko tu. Lakini kuanzia hatua yenye tuko tunajifunza kwa Petro, inamaanisha ya kwamba kila mshirika wa Yesu lazima mwike Yesu na mfuate Yesu. Je, uko tayari kumfuata Yesu ama bado na sita? Matendo yako nayo yafanya sasa yanaonyesha ushirika na Yesu ama bado? Kwa hivyo mimi nakusihi ya kwamba wewe unayenisikia, wewe unayeniona, uanze kumfuata Yesu. Matendo yako yaonyeshe udhabiti na Yesu. Kila mienendo zako unazozifanya sikae pamoja na Yesu. Na hiyo ndio tunataka tukaweze kuendelea nayo, ni kwamba tuendelee pamoja, tukikaa pamoja na Yesu. Hatua zetu ziwe pamoja na Yesu. Tufanye mambo yetu pamoja na Yesu. Tuendelee kufanya kazi zetu pamoja na Yesu. Je, uko tayari? Kama uko tayari, unaweza kuniambia nikaweza kukuombea. Na haya mambo yanawezekana, tufanye kazi na wewe pamoja. Nayo hiyo ndio hatua ambayo tunachukua sasa hivi. Na kwamba wewe umkubali Yesu. Au yeye ndio sasa tegemeo lako. Yeye akusaidie njia zako. Yeye akupiganie maisha yako. Akusafishe uwe safi, nawe usimsahau. Tembea hatua zako na Yesu Kristo. Tembea hatua zako na huyu Mwokozi, naye atakuonekania. Petro alipoondoka mahali pale, alianza kulia na kujuta. Kuna muda watu wamepewa nafasi nzuri kanisani. Wengine wametunukiwa kupewa cheo kanisani, haswa vijana. Hiyo kazi haukuitumia vizuri, maana haukuwa unatambuliwa. Wewe mwenyewe ulikuwa haujajijua wewe ni nani. Kwa hivyo matendo yako hayakupendeza. Baada ya kutoka pale, umeanza kujuta, kujua ya kwamba ulichezea nafasi. Kuanza kujua kwamba ulifanya visivyo katika huduma. Hivyo nakusihi uangalie kazi yako na uendelee kuifanya, ukijua ya kwamba tunaye Mungu ambaye atakusaidia. Je, wafikiria nini sasa kuhusu matendo yako, kuhusu tabia yako? Wanakuonyesha nini? Watu wanakusema wewe ni nani? Watu wanasema wewe ni nani katika huduma? Nataka utambuliwe. Wewe kijana unayeteseka pale, unaona umedharauliwa, watu hawajakutambua. Matendo yako inaonyesha nini? Wewe mama ambaye uko mahali pale unasema kwamba utambuliwi, watu wanajuaje ya kwamba umeokoka? Kuna watu, nataka niongee kuhusu kisa kimoja kwamba mama kama msichana kama ameolewa, kuna mabadiliko, watu wajue ya kwamba yeye ameolewa na huyu hajaolewa. Watu watajuaje? Katika matendo yako, ushirikiano wako unaonyeshaje? Unaonyesha je wewe haujaolewa ama umeolewa? Hivi ndio nakusihi katika upendo huu ya kwamba ukae ndani ya Yesu vizuri, umuige Yesu, umfuate Yesu. Tunataka tusome mstari mwingine ili tukaweze kujua Petro baada ya kumjua
watu kujua ya kwamba yeye ametokana na ya kwamba Yesu ametokana na yaani Petro ametokana na Mungu, maana tabia zake na mienendo zake ziko pamoja na Yesu Kristo. Watu wakamjua ya kwamba yeye sasa ako pamoja na Yesu Kristo. Baada ya yeye kujua ya kwamba ako hivyo, tabia aliyokuwa anaiga anafanya, uhuni ambao alikuwa nao, mpaka akatoa panga anataka kukata mtu kwa sababu ya Yesu Kristo. Alikuwa anajua kwamba yeye basi ako na nguvu za kutosha kumtetea Yesu. Lakini alipojua baadaye ya kwamba yeye ni nani, baada ya kuhakikishiwa ya kwamba jogoo amewika, Petro akajua kwamba na Yesu alisema kweli jogoo atawika nikimkana. Licha ya kwamba wewe utamkana kwa ulimi, lakini tabia zako zinakueleza. Nataka niseme ya kwamba kuna watu wameokoka mpaka tabia zao zinaonyesha uokovu. Je, wewe umeokoka? Kama umeokoka, onyesha ya kwamba tabia zako zinajulikana. Na kama hazijulikani, basi una kazi kubwa ya kutafuta wokovu. Nasema ya kwamba kabla sijamaliza, nataka niombe na mtu. Nataka niombe na mtu mahali hapa, kwa sababu ya mtu kubadilika. Kwa sababu pasipo hiyo nitakuwa sijakuweka wazi, na kuweka wazi kwa kuombea ya kwamba ubadilike, uwe sawa katika kazi ya Mungu, na uonyeshe ya kwamba uko tayari kufanya kazi ya Mungu ili ujulikane. Nimesema ya kwamba inawezekana ukawa ya kwamba wewe kwa ulimi unaweza mkana, lakini tabia zako watu watakataa, watasema ya kwamba haiwezekani. So mimi nimependa kabisa kuomba na mtu mahali hapo na kwamba akaweze kuwa mtu mwaminifu wa kushikilia hili neno. Kwa hivyo kwa ufupi kabisa nataka kusema maneno haya. Wewe mahali uliko utafuata nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi nimekuwa mkosaji. Nimekutenda dhambi kwa kukukana. Matendo yangu imekukana. Na sasa nimejua. Ninajitambua ya kwamba mimi ni wako. Na nataka nifanye bidii nijulikane ya kwamba mimi ni wako. Yesu nisaidie. Nataka nikuombe wewe msikilizaji na unayeniona katika maombi haya fupi, ya kwamba Mungu akusaidie awe na wewe. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Wewe ni Mungu uliye haki. Tazama yule anayeniona, yule anayenisikiza neno hili, ya kwamba Baba limeingia kwake. Tumejifunza ya kwamba ni lazima tabia zetu, mienendo yetu ikae kama Yesu alivyokaa. Tumejifunza Petro, licha ya kwamba katika maneno alikuwa amesahau, katika maneno alikuwa amekuacha, lakini alifika mahali akajua ya kwamba yeye inampasa akae na wewe siku zote. Tunaona ulipendezwa naye kwa sababu ya ile kazi ambayo ulimuitia. Asante Mwokozi kwa sababu ya yule kijana. Asante kwa yule mzee, asante kwa yule mama, kwa sababu nataka kumtumia upya. Baba, kuanzia leo ajulikane ya kwamba ni mtumishi wako. Licha ya kwamba atapita kwa mateso, licha ya kwamba atapita katika hali ngumu, wewe Mungu utakuwa pamoja naye. Na najua kwamba unamuokoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, msimamishe, msaidie, naye akaweze kuwa mshindi, naye akaweze kuokoka, aone kazi yako ikienda mbele. Asante Bwana kwa sababu umetenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Amen. Mungu awabariki sana hadi siku nyingine.